Okay, kuna kiongozi wa kisiasa, ingawa kwa sasa ni mkuu wa mkoa mahali. Watu wanamkubali na kumuona kwamba ni mtu mzuri sana kwa sababu matendo anayoyafanya yanamfunua hivyo kwa watu. Yaani ni kiongozi wa kisiasa lakini kwa sasa tunavyoongea ni mkuu wa mkoa mahali. Anafanya matendo fulani kwenye jamii ambayo yanamtafsiri kama ni mtu mzuri, mtu mwema. Watu wanamsifia na kumkubali sana. Na kwa sababu ya watu kumkubali kwa matendo anayoyafanya, anajihakikishia kwamba ana uwezo wa kugombea ubunge akapata, lakini lengo lake anatafuta uwaziri. Ndio lengo lake sana huko juu. Lakini tena ni kwamba jana Mungu ananiambia amemkataa kwa sababu ukiwalisia sio mtu mwema, sio mtu mzuri. So pamoja na kwamba ni mtu mwema kwa watu, machoni kwa watu, si ndio? Watu wakimtazama hivi, hata nikutajia hivi utasema mtu wa Mungu yule, Mungu ambariki sana. Na jina la Kikristo. So kwa sababu watu wanamkubali na yeye mwenyewe anajisikia kukubalika, yeye amejihesabia haki. So Mungu ameniambia amemkataa. Na utasema ni wengi, tutamjuaje? Nitakutajia ishara. Wewe unasema unabii kama ulivyo afu nitakufafanua. Kuna kiongozi mmoja wa kisiasa, ingawa kwa sasa ni mkuu wa mkoa mahali. Kwa nje watu wanajua ni mtu mwema na mzuri sana, na anafanya vitu vya kuvutia na kusifika, lakini ndani yake sio kama anavyoonekana nje. Ingawa wengi wanamtazama kwa jicho la kuwa mtu mkubwa mbeleni, ila Mungu amemkataa. Sasa tutajuaje ni yupi? Kwa sababu ni wengi. Ishara ipi itatuonyesha kwamba ni huyo? Haya, ishara ni hizi hapa. Atavuma sana kwa sifa njema, ila atazimia ghafla katika hatua ambayo wengi hawataamini. Na ishara nyingine ni kutofautiana na bosi wake mpaka kuhamishwa alipo kwa sasa, au kuteuliwa kabisa, au yeye mwenyewe kutoka akijua anaendea ndoto ya uwaziri kupitia ubunge, kumbe ndio kufa kwake kisiasa. So kwa nje hivi ni kiongozi mzuri, watu wanamkubali sana. Hata nikikutajia unasema wow, kiongozi mzuri. Ishara ya kwanza nimekuambia ni nini? Ishara ya kwanza ni kwamba atavuma sana kwa kitu fulani, kipindi cha siasa sasa hapo mbele. Atavuma sana lakini ghafla anakuja kuzimwa. Ishara ya kwanza. Ishara ya pili, bosi wake mwenyewe anaweza kumhamisha pale alipo, afu asimteue tena. Afu yeye atajiingiza kwenye kugombea ubunge akijua anaendea waziri, kumbe ndio kufa kwake. So anafanyaje sasa? Mungu amsaidie. Mimi nampa maelekezo. Akipata ujumbe anitafute, nitamwambia cha kufanya. Ama la, kama akiona kiburi asinitafute mimi, aende na huu ujumbe kwa baba yake wa kiroho, amwambie kuna nabii mdogo yuko Morogoro, nisaidie. Baba yake akisikia huu ujumbe atamsaidia na atapona. Ingawa akipona bado Mungu hata muamini kwa nyadhifa ya juu, ambao ndio ndoto yake ya waziri mkuu, ya waziri wowote. Mungu hata muamini, lakini ataendelea kubaki katika siasa. La sivyo hapo mbele anaenda kuzima kama mshumaa uliopulizwa.